Zaidi ya washiriki 10 walishiriki mchezo wa mashindano ya pikipiki katika misitu ya Mbizi ambao ilikuwa imeandaliwa na Swax Jogging ambao walikuwa wameandaa mchezo mzima. Nazungumzia Mbizi Festival ambao ilikuwa imefanyika katika misitu ya Mbizi pale. Michezo mingi sana ilifanyika, lakini mbali na hiyo michezo ya pikipiki, lakini pia watu walikimbia jogging na kupewa zawadi na uongozi kutoka wilaya Sumbawanga. Lakini kubwa zaidi nijikita mimi kwenye upande wa mashindano ya pikipiki ambapo pia Edo fundi pikipiki alifanya nishiriki na kutazama vizuri kabisa uimara wa pikipiki ambazo amezitengeneza na ambazo zimeshiriki katika michezo ya mashindano ya pikipiki. Ilikuwa ni noma kabisa. Sasa big shout sana kwa Edo fundi pikipiki ambaye ni mtengenezaji wa generator, pikipiki, pampu za kufuta maji, bila kusahau wanangu wa Guta kutoka mitaa ya NBC Bank pale ngambo yake. Ukitaka kumfahamu zaidi ulizia kwa Edo fundi pikipiki ama Bonge kutoka pale. Yeye ni mtaalamu kabisa wa kutengeneza pikipiki, na baadhi ya pikipiki ambazo zilishiriki mashindano walithibitisha kabisa kwamba ametoka kwa Edo ndo amesogea katika misitu ya Mbizi Forest ambayo ilikuwa imefanyika mashindano hayo. Ilikuwa ni noma kabisa. Kwa hiyo ukitaka pikipiki yako iwe imara kabisa na kuweza kushindana na mikiki ambayo unakuwa unakutana nayo mtaani, hakikisha unafika kwa Edo fundi pikipiki pale kutoka mitaa ya NBC Bank ngambo yake, ambaye ni mtaalamu wa kutengeneza pikipiki, au sio bana? Lakini pia anatoa ushauri kwa watu ambao wanahitaji kutumia pikipiki generator, lakini pampu za kuvuna maji, bila kusahau ndugu zangu ambao wanatumia Guta. Sasa acha tujikite moja kwa moja. Ilikuwa noma kabisa. Washindani zaidi ya 10 walikuwa wanashindana. Kila mtu alikuwa anataka kushinda kuwa wa kwanza, angalau hata wa pili, lakini baadhi ya watu walidrop, wakati wengine walifaulu kuwa washindi kati ya hao watatu ambao walikuwa wanahitajika katika mashindano hayo. Sasa mshindi wa kwanza ichukua $500 smartphone kutoka Yas, bila kusahau na bando la unlimited la internet kutoka Yas. Lakini wa pili alishinda akachukua $200,000 taslim za Kitanzania, lakini pia na jiko la gesi pamoja na mtungi wa gesi kutoka Taifa Gas ndani ya mkoa wa Rukwa. Ilikuwa ni balaa sana. Mshindi wa tatu pia alikuwa na zawadi yake. Mimi nitakuachia baadaye utasikia wakati wanapeana zawadi pale kwenye stage, lakini kwa sasa nataka tuanze hapa utazame jinsi walivyoanza kwenye starting point mpaka wamekuja kumaliza mchezo. Lakini pia nilipata nafasi ya kuongea na washindi ambao walishiriki katika mchezo, lakini pia nilipata kuongea na jaji mkuu ambaye alikuwa anauendesha mchezo wa mashindano ya pikipiki. Siri ya mafanikio ikoje? Watu wengi walitegemea kwamba mtu wa kwanza kufika ndo atakuwa mshindi. Sasa tazama ilivyokuwa, lakini pia toa maoni yako, comment hapo chini. Lakini pia mabadiliko ya michezo ndani ya mkoa wa Rukwa kupitia Swax Jogging, unadhani yanaweza kaubadilisha mkoa wa Rukwa kimichezo tofauti na mpira? Bwana jibu hapo, mimi nitakuwa natisha na comment zako kwenye video ambayo utakayofuata. Mimi naitwa DJ Mwasa na inaitwa Ushwani Media. Endelea kulike, kucomment na kusubscribe kupitia kurasa zetu zote za TikTok, Instagram, pale Facebook na YouTube tunafahamika kama Ushwani Media. Bwana, katika mashindano ya leo ya pikipiki, hawa ndo washiriki ambao wako hapa leo kujipanga kuhakikisha wanaenda kushindana mashindano ya pikipiki, au sio bana? Wapo wa kutosha kabisa, pikipiki za kutosha. Sasa sijajua na anaenda kuibuka mshindi leo. Hii inaitwa Mbizi Festival, imeandaliwa na Swax Jogging ambao ameandaa mchongo mzima wa mashindano ya pikipiki, michezo kibao, vyakula kama unavyojua King G wako hapa, vinywaji na vitu kama hivyo hapo. Sasa ni kitu gani kinaenda kutokea kwenye mashindano ya pikipiki? Nadhani leo nakuja kudhibitisha ni kipi nimejiandaa. Nina uhakika kwamba naenda kutoboa. Nipeni dakika chache sana, mimi ndo nakuja kuwakilisha. Okay. Wewe unaitwa nani? Naitwa Yeremia. Yeremia aka Mwendo Kasi. Chukua namba hiyo hapo baba, namba 1. Hapa. Namba 1, ushindi wako utakuwa ngapi? Namba 1. Ina maana yake ndo natoka namba 1 hivyo ni 1 kwa 1. Mna mashabiki, una shabiki wako au unamshabikia nani? Ndio, nina mshabiki wangu Jafari Mgimba. Jafari Mgimba. Haina noma. Atatoboa? Anatoboa. Kama kawaida. Unamshabikia? Namshabikia Jafari, chama kutoka Iringa baba. Nakubali. Kwa majina naitwa Emmanuel Kristiani. Mimi mshiriki namba 2. Kwa upande wangu mimi lazima nitashinda. Unadhani utatoboa? Utakuwa unashika namba 2 kama ilivyo au namba 1? Yaani hapa namba 1 maana aliyokuwa mbele yangu na mudu. Umeona? Wewe umetokea? Kutokea kwa hapa Sumbawanga, nimetokea Mazi. Nakubali sana. Haina noma. Mambo vipi? Kama kaa. Bana, ongeleni sana. Unadhani siku ya leo unaenda kutoboa? Unaitwa nani na umetokea wapi? Kwa majina naitwa Hamisi Mohamed. Umetokea wapi? Nimetokea mjini kati hapo, Swax. Hongera sana, pikipiki yako ni ya tofauti kuliko pikipiki zote. Lakini je, unaenda kutoboa mashindano ya leo? Uhakika mjomba. Unaambia ni wapinzani wenzio, unawaambia nini?
Naambia watanitafuta nimepita wapi. Naitwa Majidi, nimetokea Kizuite, fundi bodaboda. Hongera sana, umeshiriki leo katika misitu ya Mbizi ambapo inafahamika kama Mbizi Festival. Unadhani utaenda kutoboa mashindano ya pikipiki ambayo unaenda kushiriki? Kwa imani nilionao naenda kutoboa. Mungu mkubwa. Nilichokifanya mwaka jana naomba nikifanye mara 2 yake mwaka huu. Mwaka jana pia ulishiriki? Ndiyo, sio mara yangu ya kwanza, mimi ni mwenyeji. Mungu akinisaidia naomba nichukue ushindi wowote uliopo. Atakaonijalia hala ndio huo nitakaochukua, nitakaofurahia. Pia akinirudisha nikiwa hai itakuwa nzuri zaidi. Maana ushindi ni moja ya michezo, lakini kurudi ukiwa hai ndio kizuri zaidi kwa Mungu. Pamoja sana kaka. Poa. Ushindani mwema. Asante brother. Na hapa ndipo mwanzo wa safari ya washindani wa leo ambao ni mashindano ya pikipiki. Zaidi ya 10 ziko hapa kwa ajili ya kwenda kushindana, na mshindi wa kwanza anaenda kujipatia R500, huku kutoka Yas wakitoa simu janja, nazungumzia smartphone, ambaye atajipatia mshindi wa kwanza, lakini pamoja na bando ambalo litakuwa ni unlimited. Tunaanza kama ifuatavyo, mtazamaji. Niko Mbizi sasa hivi hapa, niko live kabisa. Sasa tunaanzia hapa, na baada hapo huyu ndo mshindi, mshiriki wetu wa kwanza anaondoka kama ifuatavyo, huku wakiendelea kutazama watazamaji ambao wamejipanga hapa. Lakini kubwa zaidi pia kuna mashabiki hapa, kile unamwona dereva na shabiki wake hapa, jamaa anasali kwanza. Kazi ni ngumu sana. Naye anaondoka kama ifuatavyo. Wanaondoka kwa mbwembwe sana, ni kila baada ya dakika moja wanaruhusiwa kuondoka. Lakini tunaangalia mtu ambaye atatumia dakika chache kurudi kwenye starting point baada ya kuzunguka ule mzunguko. Mzunguko ni mmoja tu, kizunguko kirudi dakika ngapi tunahesabu, aliyetumia dakika chache ndio mtu ambaye anaenda kwa mshindi wa kwanza, wa pili na watatu. Vijana wanaondoka kama ifuatavyo, mtazamaji wa Ushuani Media. Big shout sana kwa Edo, fundi pikipiki kutoka mitaa ya NBC pale Sumbanga mjini. Pikipiki zinamuhusu sana hizi, najua wamepita pale kuhakikisha pikipiki zao zinakuwa smart. Kijana ameondoka vizuri kabisa. Leo litakupa jitu, mtazamaji wa Ushuani Media. Hapa ni Mbizi Forest, michezo inafanyika ya mashindano ya pikipiki. Benny Dread pia yupo, nilimwona Benny Dread pia amefanya maajabu yake. Mshindani mwingine huyo hapa anaondoka. Benny Dread pia alikuwepo, na nilitamani pia waandaaji wa hizi issue za mashindano waga wanawaweka pia wa magari bana, hata kuja kuchombeza kidogo, kwa sababu Benny Dread nimeona pia amedrift kidogo, japo eneo lilikuwa limembana, haikuwa official. Kijana naona ana mashabiki wengi sana. Kuna vijana tofauti, kuna wengine wametoka Kizuite, kuna waliotoka Mazwi, waliotoka Sumbanga mjini. Mashine zao wamezikoki vizuri kabisa kwa ajili ya mashindano. Huyu ni mshindani mwingine, anaanza safari yake kama ifuatavyo. Tazamaji kutoka Mbizi, tuko live. Huyu ni mwingine tena. Ukiangalia pikipiki hazijakaa sana kwa ajili ya mashindano, ni pikipiki chache sana ambazo unaona amejipanga kwa ajili ya mashindano. Kama hii inayotoka kidogo ameiweka unyamwezi fulani hivi pale mbele. Mwingine anaondoka. Nyingi ukiziona ni kama zile ambazo tunakutana nazo kwenye vijiwe vya bodaboda. Sasa sijui hii ni Sumbawanga. Mshindani mwingine anaondoka. Natamani pia ndugu zangu wa Arusha tuje tujikite pia upande wenu, tuige vile ambavyo mnafanya. Maski, kavaa maski, hataki tumuone huyu. Kaondoka kwa mbwembwe kwa kitazama tairi lake la nyuma. Hili dude sasa pamoja na muonekano mzuri wa pikipiki, swali lilikuwa ni moja tu, kwamba atatoboa. Alivyoondoka tofauti kidogo. Hebu mtazame hapa, mtazame alivyoondoka. Tazama alivyoondoka kidogo, aliyumba kidogo, kitu ambacho kidogo kinakuja kumrudisha motion yake, dakika zinakuwa zinapungua. Sasa hapo aliondoka vizuri, lakini nimyumbisha kidogo. Mshindani wetu wa mwisho kabisa kuondoka anaikoki kama ifuatavyo. Ulinzi umekamilika, na baadaye huyu hapa tunaenda
Mashabiki wamefurahia baada ya washindani wote kuondoka, mtazamaji, na hawa ni mashabiki wa washindani ambao wameondoka, na sasa tunasubiria warudi. Ni kitu gani ambacho kinaenda kujiri? Ni kwenda kupokea zawadi kwenye stage pale. Ni yupi atakuwa wa kwanza? Twende kufuatilia pamoja. Ushuani Media tuko hapa, tutaletea update zote. Na hivi ndivyo wanavyorudi mtazamaji wetu. Sasa moja kwa moja tunaenda pale kwenye stage. Baada ya kurudi, baadhi ya washiriki wanashangiliwa na kubebwa na mashabiki zao kutoka Kizuite, kutoka Mazwi, kutoka Jangwani. Sasa twende tu pale kwenye stage tukatazame kila ambacho kinaenda kujiri, kupewa zawadi na vitu kama hivyo hapo. Mimi naitwa DJ Mwasa, karibu Ushuani Media, endelea kusubscribe, kulike na kucomment. Matukio yote ya Sumbawanga yako hapa na utakuwa unayapata kwa wakati kabisa. Asante sana, karibu tukatazame kwenye zawadi. Kiasi cha shilingi 200,000 za Kitanzania. Piga makofi kwa Swati George Mtago. Bana, 200,000 sio mchezo, au sio? Lakini mshindi wa pili yeye atapata shilingi 200,000 pamoja na full set kutoka Taifa Gesi. Yani ni mtungi pamoja na seti yake nzima, jiko ya plate 2. Lakini sasa yule mshindi wetu wa kwanza, sikia sasa, mshindi wetu wa kwanza anakwenda kupata fedha kiasi cha shilingi, anakwenda kupata shilingi 500,000, lakini pia anakwenda kupata huu mzigo huu. Anakwenda kupata huu mzigo, atauelezea wataalamu wenyewe. Nitaka nikachukue cha mshiriki nambari 11 Geoffrey Mwanakatwe ametumia dakika 23 na sekunde 00, dakika 23 kamili. Ukutegemea malengo yalikuwa yametimia. Leo libuma. Babalazi, picha muhimu sana, picha muhimu naomba babalazi baba. Inua hizo, hesabu baba, hesabu. Moja. Hesabu mzigo hapo. Sana. Judge, mshindi namba 2, mshiriki nambari 6. Ametumia dakika 21 na sekunde 43. Dakika 21 sekunde 43. Mpige makofi mengi sana. Andre Clement, mshiriki namba 6. Okay. Wakaribisha wakabidhi. Baba kwenye namba 1 hapo. Tuseme namba 1, tuseme. Bado nani? Mshiriki namba 1 ni mshiriki nambari 7. Ngoja wanangu, ngoja. Tulieni basi, anakuja. Tulieni basi, mtashangilia. Jamaa. Ngojeni basi kwanza aje mshindi basi. Ngoja mshindi aje. Ngoja mshindi aje. Baba, panda kule baba. Baba, shemeji anakuwa unajua mfanye hivyo. Huyu hapa mshindi namba 1. Baba ameondoka na kilo 5. Okay. Tusikilizane. Ngoja kwanza. Ngoja basi. Shilingi 500,000 tunamkabidhi. 500,000 hiyo hapo mjomba.
lakini pia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mbili, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 hiyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, mtandao viwango Tanzania. Sasa aisee, jamaa ametisha sana, kwa hiyo tukasema tusimpe tu simu. Sawa eh? Hii simu ni smartphone, sawa, simu janja. Kwa hiyo tunamuungia kifurushi cha mwezi mzima cha bila kikomo cha internet. Sawa eh? Yuko wapi? Huyu hapa. Umekimbia. Unaeni ya Yasi? Basi utafika pale tukusajilie ndani ya Yasi, tuitie kifurushi. Yeah, lakini ningependa upige jezi kabambe sana ya Yasi. Piga jezi ya Yasi. Ili yako. Umetisha sana. Vaa jezi ya Yasi hapo. Moja kati ya watu ambao wameshiriki mashindano ya pikipiki ni brother hapa, atajitambulisha majina yake, lakini huyu ndo mshindi wa kwanza kabisa, amejipatia zawadi kutoka Yas, lakini pia amepata zawadi tofauti tofauti, au sio bana? Niko naye hapa, atuambie siri ya mafanikio ni nini. Bwana, mambo vipi? Safi, vipi? Hongera sana unashindi. Asante sana. Tuanze na majina yako, unaitwa nani na umetokea wapi? Naitwa Fredrick Masala, nimetokea Kizwite. Kizwite, umewakilisha vizuri Kizwite. Hongera sana kwa ushindi, umekuwa mshindi wa kwanza. Siri ya mafanikio, pengine maandalizi yako ilikuwaje mpaka unatokea kuchukua zawadi kwa siku ya leo? Maandalizi kiukweli ni kulingana na wewe ulivyojipanga. Mimi haya mashindano haya nimekuja kuambiwa kwanza ni katikati. Alafu pia sikuchoka. Niliambiwa tarehe kadhaa, nikasema nitasubiri na nimesubiri, nikaja nikakagua barabara, nimekagua, nikatiki. Pia niliwaambiwa nipe advance, ila walikataa. Nikawa na uhakika wa kushinda. Sawa. Wakasema uhakika wa kutoa advance hapana. Kwa hiyo nimekuja nimepambana kadri ya watu walivyonituma. Mimi nimewalipa. Wana Kizwite waliniagiza wengi sana. Ndio. Hongera sana mwanangu. Neno moja kwa Swax Jogging ambao wameandaa huu mchongo wa kuwashindanisha nyie mashindano ya pikipiki pamoja na issue nzima ambayo tuko nao leo hapa. Mimi nawashukuru sana wadhamini wote wa hili shindano, ikiwemo na hao uliowataja hapo. Kikubwa wasichoke kutudhamini. Nadhani itakuwa endelevu na mimi naomba isiishie hapa. Naomba tuendelee zaidi. Na sisi tukaje tukashindane huko kimataifa. Umeona, nadhani Sumbanga bado tuko nyuma, lakini tutazidi kupiga mwendo. Umeona, kwa haijaisha mpaka iishe. Kwa changamoto yoyote umekutana nayo huko barabarani ambao mpaka sasa hivi haujaisahau? Changamoto zipo, nimeingia kwenye shimo lakini nikaunganisha, nikatokea mbele, nikapanda gema, nikaenda, nikarudi. Zipo, changamoto ni nyingi kuanzia tunavyotoka hapa. Changamoto ni nyingi. Pale walipokuwa wanasema chumbani, mimi nilipita. Nilipopita mimi pale nimeenda kupita kama nakunywa maji kwa sababu napajua na nilijipanga. Unaona? Kwa hiyo nafika kule, mimi nilikuwa mtu wa 7. Lakini mtu wa 7 nimeenda kukata kama watu wawili. Umeona? Nikawa namtafuta mtu wa kwanza. Umeona? Gosi kuchoka. Yaani achana na kushindana na dakika, nilikuwa nashindana pia na watu. Nataka nifike na wa kwanza. Umetisha sana. Asante sana. Simu simu hii. Umepata simu na laki 5. Hakika. Yes, bana, niko na jaji mkuu ambaye alikuwa anasimamia mashindano ya pikipiki. Kikubwa mimi niseme kwa interval ambao imetokea kwa mshiriki namba 1, namba 2, namba 3 hadi namba 17, zile dakika walizotumia hazipishani sana. Asilimia kubwa wamepishana sekunde ngapi. Unaweza ukaona mshindi namba 1 alikuwa na dakika 21, lakini mshiriki namba 17 ambao ndo mshindi namba 17 alikuwa na dakika 25. Ukianza kuangalia hiyo interval ni ndogo kwa mshindi namba 5, mshindi namba 17 akiongeza juhudi season ijayo anaweza akawa mshindi namba 1. Kikubwa tu tusikate tamaa. Haya mashindano ni endelevu. Tunaendelea kuwakaribisha, kama kuna changamoto zote zinakuwa zimetokea tutaendelea kuzirekebisha ili mashindano yetu yaendelee kuwa bora zaidi. Asante sana. Asante, nashukuru.
Yule inabaki ni ng'ombe. Yule ndo wa mwisho. Yule ndo wa mwisho. Anakuwa kwanza. Unasikia?